Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marubani wa Marekani walioendesha ndege za B-2 walioshambulia Iran wamezungumza kwa mara ya kwanza, wakielezea namna walivyotekeleza mashambulizi hayo katika vinu vya nyuklia vya Iran. Wakati wa mahojiano na CBS, marubani, makamanda na hata msimamizi wa vifaa wametoa maelezo ya jinsi mashambulizi hayo yaliyofanywa na silaha zilizotumiwa. Marubani waliosimamia mashambulizi hayo dhidi ya kituo cha nyuklia cha Iran cha Fordow waliita mojawapo wa mashambulizi muhimu zaidi ambayo wameyatekeleza. Na kupitia Kanali Josh Witala, kamanda wa mrengo wa 509 wa makombora ambaye yuko nje ya kambi ya jeshi la wanahewa la Whiteman huko Missouri, nyumbani kwa takribani walipuaji 20 wa siri wa ndege za B-2, alisema, wakati wa kazi kubwa niliyofanya sio tu kama kamanda, ni wakati nilijua vijana wetu wako salama na nilifahamu kwamba lazima tutekeleze hili. Kuna ndege nyingi za masafa marefu huko nje. Kuna ndege nyingi ambazo zina mzigo mkubwa. Pia kuna ndege nyingine za siri huko nje, lakini moja pekee inayounganisha zote ni ndege ya B-2. Wintala aliongeza kuhusu muhimu wa ndege yake. Amesema shambulizi hili ni shambulizi zito ambalo Marekani imelifanya. Meja Jenerali Jason Amagosti wa kamandi ya mashambulizi ya anga, ambaye alipokea agizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kufanya shambulizi dhidi ya Iran, alisema imani yake ilikuwa kubwa sana, ingawa mashambulizi yalifanywa dhidi ya adui wa kijeshi wa hali ya juu ambapo ndege za B-2 zimekabiliana nayo. Ujanja ni muhimu na mambo ya siri ni muhimu zaidi leo kuliko ilivyokuwa wakati wa kuanzishwa kwake, Amagosti alielezea na kuongeza kwamba ujanja waliofanya ni wa mambo mengi. Kwanza ni namna umbo la ndege hiyo ilivyo, lakini ni nyenzo zake na mbinu zake, na kwa hiyo tuliweza kulinda uwezo wetu wa siri kwa njia hii ili kwamba faida zisifahamike kwa watu wengine. Ndege hizo za B-2 zilizotoka Miami nchini Marekani zilifanya shambulizi huko katika vituo vya nyuklia vya Fordow, Natanz na Isfahan. Ni ndege ambazo wanasema kwamba hazikuonekana katika rada na ndio maana zilienda salama na kurejea salama nchini Marekani. Kulingana na ripoti ya CBS News, wapiganaji wa kimbinu ndege za F-22 na F-35 zilisindikiza ndege za B-2 hadi katika anga ya Iran. Tuliona kwamba ndege hizi hazipaswi kuwa peke yao, zilipaswa kuwa na wasindikizaji. Hata hivyo, amesema kwamba sifa nyingine kuu ya operesheni hiyo ni kwamba ilikuwa ni bomu la paundi 30,000 liitwalo Massive Ordnance Penetrator MOP, iliyoundwa mahususi kugonga malengo ya chini. Hata hivyo, kiongozi huyo aliyesimamia misheni ya kwenda Iran alisema wote walifanya hivyo, ndiyo, bila dosari. Wakati wowote tunapopokea simu tutafanya na hatutakosa hatua, alisema. Kulingana na ripoti ni kwamba ndege hizo za B-2 hadi wakati huu, kwa mujibu wa Marekani, wanasema ndio ndege ghali zaidi ulimwenguni na ndio ndege zinazoweza kufanya mission bila kugundulika katika rada za wapinzani, na ndio sababu ya wao kufaulu katika mashambulizi ya vinu vya nyuklia vya Fordow na Natanz na Isfahan. Hata hivyo, walidai kusema kwamba moja kati ya jambo kubwa ambalo walizingatia ni kuangalia kiwango cha umbali kutoka katika milima ya Fordow, lakini pia ikizingatiwa kwamba vinu vya nyuklia vya Iran vipo chini ya ardhi. Hata hivyo, amesema kwamba wao wamefanikiwa katika malengo waliokusudia na wanaamini wameharibu kabisa mfumo wa nyuklia wa Iran, licha ya taarifa kutoka ujasusi wa Marekani kudai kwamba mfumo wa nyuklia wa Iran haukuharibiwa na bado uko imara. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.